Na hii leo tunaanzia kule Kigoma katika jicho la habari. Mkoa wa Kigoma unatajwa kuwa kati ya mikoa 6 inayoongoza kuwa na maambukizi ya ugonjwa wa malaria hapa nchini, ambapo jitihada za kutokomeza ugonjwa huo bado zinahitajika ili kuwanusuru wananchi kutokana na tatizo hilo. Mwingo Mwemez, mwanahabari wetu kutoka mkoani Kigoma, anatupa ripoti kamili. Crescencia John ni mratibu wa malaria mkoa wa Kigoma, ambaye amesema licha ya kuhamasisha wananchi kufanya usafi wa mazingira na kuharibu mazalia ya mbu, kwa sasa serikali inaendelea na kampeni ya usambazaji na ugawaji wa vyandarua vyenye dawa, zoezi ambalo limezinduliwa wilayani Kakonko mkoani Kigoma. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kulikuwa na hali ya maambukizi ya malaria, kwa Kigoma ukapendelewa kupewa kampeni hii ya ugawaji wa vyandarua kazi ya kaya. Kwa hiyo sio watu wameamua kuja Kigoma, hapana. Wamekuja Kigoma kwa sababu hali yetu sio nzuri. Katika uzinduzi huo, viongozi wa kata na vijiji wameshauriwa kuhakikisha wanawaelimisha wananchi mapambano dhidi ya malaria, kama anavyoeleza afisa tawala wilaya ya Kakonko Abdal Hamisi, huku kaimu mkurugenzi wa halmashauri hiyo Mustafa Mutungwe akisisitiza wananchi kujiepusha na imani potofu katika mapambano ya ugonjwa huu. Kuhakikisha kuwa tunapambana ili kupunguza maambukizi ya malaria kwenye wilaya yetu. Leo tunaenda kufanya ufunguzi rasmi na kuhakikisha kuwa vyandarua hivi vinaenda kuwafikia wananchi wetu katika vijiji vyetu, vitongoji vyetu kwa wakati mwafaka. Wako wengine wanasema kulala kwenye vyandarua ni kama vile kulala kwenye kaburi, yani ikifika shusha vyandarua kabisa kama yani ndani ya kaburi. Kwa hiyo kwa imani nyingi ambazo ni potofu zinazowafanya watu washiriki kutumia vyandarua. Nao baadhi ya wananchi waliopatiwa msaada huo wametoa shukrani zao kwa serikali kwa kuwapatia vyandarua pamoja na elimu ya mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria. Yeye ni mama ambaye ameweza kukomboa wanawake na watoto pamoja na kwa jumla familia zote usiugue malaria. Namshukuru rais wetu. Kwa namna moja au nyingine mafunzo yalikuwa mafupi, nimenufaika nayo sana. Kutoka hapa wilayani Kakonko ni Mwingo Mwemez, Clouds TV Kigoma. Na asante Mwingo Mwemez kwa taarifa hiyo kutoka Kigoma. Na sasa tuelekee Njombe. Wakazi wa kijiji cha Kitandilo kilichopo halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe wamelazimika kutumia kampeni ya TAKUKURU Rafiki kumfikia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kumpelekea kero zake zinazowatesa, ikiwa ni pamoja na kutokamilika kwa mradi wa kituo cha afya wenye thamani ya shilingi milioni 500, adha ya maji, barabara na unyanyasaji unaodaiwa kufanywa na viongozi katika baraza la kata. Dr. Nimiefu kutoka Njombe ametuangazia kwa kina katika undani wa taarifa hiyo. Wakati wa kero mbele ya maofisa wa TAKUKURU na kisha kuomba zifikishwe kwa rais, wakazi wa Kitandililo wakiwemo Anameli Mnyamba wanasema kijiji chao kipo gizani kwa sababu barabara mbovu hadi zinasababisha ajali za magari na vifo. Hivyo wanamwomba rais kuona namna ya kuwasaidia kupata huduma bora za afya, maji, umeme na kuchunguzwa kwa baraza la kata ambalo linanyanyasa wananchi. Kwa sisi wa mama, mimi mwenyewe ni muhanga wa hii barabara. Nilikuwa naelekea Makambako nikiwa mjamzito, ile gari kwa sababu ya ubovu wa barabara, mashimo, ilienda kwenye shimo, ilisababisha ajali mpaka mtoto wangu alifariki. Kwenye baraza la kata hatutendewi haki. Inamaanisha gharama zinazopangwa mtu kiu umekosea swala la aina yote ni kubwa kuliko swala la maji. Kwenye kijiji chetu imekuwa changamoto kubwa. Kuna mradi wa kwanza ulikuja umemaliza miaka 10, tumechota wala kama sijakosea miaka 2, lakini toka hapo hatuna maji. Dr. Samia Suluhu Hassan anasema umeme sio anasa, lakini kwa kijiji chetu cha Kitandililo umeme hakika ni anasa. Fedha ile ambayo tulikuwa tumepewa na Mheshimiwa Rais milioni 500, je, iliishia tu kwa kukamilisha yale majengo mawili? Mara baada ya kutoa elimu na kisha kupokea changamoto za wananchi, ndipo Happy Mwaruku ambaye ni ofisa TAKUKURU Makambako anashauri kuundwa kikosi kazi kitakachosaidia kumpa majibu ili aweze kufikisha madai yote ya wananchi katika mamlaka zinazopigiwa kelele kijijini hapo. Watu wa afya, umeme, maji na barabara. Na maji nimeambiwa ni RUWASA Njombe.
Kwa hiyo tutayafanyia kazi na majibu yenu ya hizi kero zote watayafuatilia hawa watu wa secretariat ambao tutawachagua hivi sasa. Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Kitandililo Julius Ngapemba na Joyce Kindimba mjumbe wa kikosi kazi wanasema uvumilivu umewashinda na kwamba wameamua kuzishtakia mamlaka husika kwa rais, jambo ambalo linamsukuma mganga mkuu wa Makambako Alexander Mchome kutoa ufafanuzi kuhusu kituo cha afya kinacholalamikiwa. Sisi wananchi wa Kitandililo tumekuwa na miradi mingi ambayo haina utekelezaji. Kituo chetu kile kinahitaji fedha kwa ajili ya kuweza kukamilisha majengo yale ambayo yamebaki, ili huduma zile ambazo hazitolewi ziweze kuanza kutolewa. Katika bajeti hii ya mwaka wa 2025-26 halmashauri imetenga kiasi cha shilingi milioni 150. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV. Na asante sana Joctan Myefu kutoka Njombe kwa taarifa hiyo. Tunapata kibali sasa cha kuiangazia Shinyanga. Kaya 24,902 katika kata ya Bulyanhulu wilayani Kahama mkoani Shinyanga zimepuliziwa dawa ya ukoko ili kukabiliana na ugonjwa wa malaria, huku jamii ikisisitizwa kufukia mabwawa ya maji yaliyopo katika makazi ya watu ili kuzuia mazalia ya mbu. Salvatore Ntando ameangazia taarifa hiyo kutoka Shinyanga na hapa anatupa taarifa hiyo kwa kina zaidi. Zoezi la upuliziaji wa dawa za ukoko katika kata ya Bugarama na Bulyanhulu limeanza kutekelezwa na serikali kwa kushirikiana na wadau wa sekta ya afya. Lengo ni kutokomeza ugonjwa wa malaria na mazalia ya mbu. Benadi Ruhinda na Jonea Junior ni baadhi ya wakazi wa kata ya Bulyanhulu, wanaeleza shubiri walizokuwa wanakumbana nazo kabla ya kuanza kwa upuliziaji wa dawa za ukoko. Hili zoezi lingekuwa endelevu la mara kwa mara na hasa kwenye vyanzo vya mazaliano ya mbu, na kwenye kidogo pale serikali iangalie nini cha kufanya ili kwamba na huko kwenye vyanzo vya mazaliano ya mbu tuweze kupunguza, maana huko nako ndio chanzo kikubwa. Mbu ni nyingi, kama sisi ambao tuko kwenye maeneo ya mabondeni hivi Majaruba, mnaona nyumba hazijawa nyingi, ina maana mashamba ni mengi, kwa hiyo mbu ni wengi sana. Kwa kweli hali ya kuuguliwa watoto namna ya malaria kwa kweli ilikuwa juu sana. Gerard Kubanda ni mtekelezaji wa mradi wa upuliziaji wa dawa za ukoko na hapa anaeleza namna zoezi linavyoendelea, huku Dr. Martin Mazigwa akisisitiza usafi wa mazingira. Vita yetu ni kupambana na mbu waenezao malaria. Kwa hiyo matarajio yetu ni tunataka tufike zero malaria, lakini ni pamoja na kupulizia hayo mazalia ya mbu ili yaishe kabisa. Tukimaliza mazalia ya mbu na sisi huko ndani tutakuwa tumemaliza, kwa hiyo mbu watakuwa hawapo. Na mpaka sasa kuna idadi ya kaya 24,902 ambazo zimepata huduma. Kwa hiyo bado tunaendelea, tumebakiza vijiji kama 4 katika hii kata ya Bulyanhulu. Kaya ambazo bado hazijapata huduma ni 14,902. Kutoka mkoani Shinyanga, Salvatore Ntandu, na hii ni Clouds TV. Na asante Salvatore Ntandu kwa taarifa hiyo ambayo kwa leo inahitimisha jicho la habari. Na sasa tukipata fursa ya kwenda katika zile kurasa pendwa za mitandao ya kijamii, the screenshot.